Halo. Vipi bado? Hapo sawa. Watu wa Katoro mambo vipi? Kwema? Asanteni sana. Kwa majina ninaitwa Salum Mwalimu. Nimeshafika Katoro mara nyingi. Tumeshafanya sana siasa Katoro. Lakini leo inawezekana ninakuja kwa sura tofauti. Na bahati mbaya nadhani tumekuja siku mbaya sana. Tulikuwa tunashauriana tuache nafasi ya watu kujiandaa kwa debi ya Kariakoo, lakini tukasema tufanye mkutano mchana. Naona bado debi imevuruga mkutano. John, vipi? Tuko sawa sawa? Iko sawa? Sasa sitegemei kutumia muda mwingi sana ili tuweze kila mmoja kuwa na amani ya kujiandaa na mtanange wa Simba na Yanga. Kwa ninaomba kama nusu saa au dakika 40 nizungumze nanyi watu wa Katoro. Baada ya hapo niweze kuwapa nafasi ya kujiandaa na debi. Na hata mimi mwenyewe mechi ya leo nina hamu nayo sana, kwa sababu ninatamani matokeo yatakayonipa faraja na imani ya kuendelea na ligi. Kwa nina hamu sana nisisimuliwe. Niangalie mwenyewe timu yangu na niweze kujipima kwamba msimu huu mambo yatakuwaje. Kwa ndugu zangu wa Katoro, nimekuja kwenu safari kuwaomba ridhaa ya kwenda kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninasimama kwenu nikiwaomba ridhaa hiyo nikijua kwamba nafasi ninayoiomba sio ndogo. Ni nafasi ambayo inabeba maisha ya Watanzania wenzako. Ninatambua ninaomba wajibu ambao ni mkubwa, ambao mustakabali wa nchi kwa kipindi cha miaka 5 utakuwa mikononi mwangu. Ninatambua kwamba kazi hii sio kazi nyepesi. Ni kazi ambayo inahitaji uwe na dhamira njema, uwe na nia njema, na ukweli uwe ni mtu mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Ni wajibu ambao unamhitaji mtu ambaye hana mawaha, mtu ambaye ni msafi, historia yake haimhukumu, rekodi zake za utendaji hazitomfunga kwenye kiti cha urais inapokuja masuala magumu kwa maslahi ya nchi. Ninasimama mbele yenu nikiwaahidi, na nimewaambia maeneo mengine mbalimbali, sijawahi kuwa mtumishi wa umma. Sijawahi kuwa katibu mkuu, sijawahi kuwa mkuu wa wilaya, sijawahi kuwa mkuu wa mkoa, sijawahi kuwa afisa masuhuli wa serikali, sijawahi kuwa mtumishi wa umma katika nafasi yoyote, iwe ya chini, iwe ya kati, iwe ya juu. Sijawahi. Na hilo linanifanya kuwa msafi. Na hilo linanifanya nikalie kiti cha urais nikiwa mtu huru. Kwa sababu mbali ya kutokuwa mtumishi wa umma, sina miadi na mtu Ikulu, sina ahadi na mtu Ikulu, wala hamna mtu yoyote anayenisubiri Ikulu kunipokea eti nina makubaliano naye ya kunisubiri. Hilo linanifanya, ndugu zangu wa Katoro, mjivunie ya kwamba mna mtu anayekwenda ambaye ni msafi na ambaye hafungamani na kundi lolote lililoko madarakani leo linalosubiri kumtumia rais ili wajineemeshe wao na familia zao. Ninakwenda kukalia kiti cha Ikulu nikiwa mimi na dhamira yangu ya kuitumikia nchi yangu. Tuondokane na umasikini unaotukabili, tuondokane na ugumu wa maisha unaotukabili, tuondokane na changamoto za kimaendeleo
zinazotukabili. Tuondokane na changamoto za usimamizi wa rasilimali za nchi yetu unaotukabili. Nimetoka Geita mjini hapa, nilipita Nyankumbu kuwasalimia, na nimewaambia kwamba tatizo letu tunaufanya uchaguzi kuwa ni jambo la mazoea, kwamba uchaguzi umefika, muda umefika, yena tugaiwe fulana, tugaiwe 1,000, tugaiwe kilo za sukari, tulipiwe kahawa kwenye vijiwe vya kahawa, tupewe kanga, tupewe mashuka. Tunauona uchaguzi ni jambo la kawaida bila ya kuelewa maana na tafsiri halisi ya uchaguzi kwenye nchi yoyote. Kwenye nchi zinazojitambua na kujielewa, CCM isingepata hata ujasiri wa kuja mbele ya Watanzania na kuomba kura. Kwenye nchi zinazojielewa, kwamba kwa miaka 64 waliotufanyia Watanzania, wanaendelea kutufanyia Watanzania, bado wanapata ujasiri na uthubutu wa kusimama mbele yetu kutuomba kura. Hilo kwenye nchi zinazojitambua, CCM isingeweza kuthubutu kufanya hivi. Lakini kwa nini wanafanya? Wanafanya kwa sababu Watanzania tumeugeuza uchaguzi kuwa ni jambo la kujipatia kipato kidogo cha wakati mfupi, halafu ulie miaka 5 na shida zinazokuzunguka wewe na familia yako. Kwamba tunauangalia uchaguzi ni jambo ambalo la kumsubiri mgombea atununulie kinywaji, mgombea atupe 2,000, mgombea atupe 5,000, mgombea atupige fiksi, halafu tumpe kura. Halafu tukishakumpa kura, tunaanza kurudi tunaulizana, hatuna maji, atakoma uchaguzi ujao. Hatuna barabara, atakoma uchaguzi ujao. Uchaguzi ukifika, wanajua hawa shida yao sio maji, hawa shida yao sio barabara, hawa shida yao sio rasilimali za nchi yao ziwabadilishie maisha, hawa shida yao buku 2, wanasambaza tena buku 2. Zinasambazwa tena buku 2. Unasahau huyu ulikuwa unamsubiri miaka 5 iliyopita. Unasahau kwamba huyu ndiye aliyekusababishia umasikini. Unasahau. Na nimekuwa nikiwaambia watu maeneo mbalimbali, bahati mbaya kwenye nchi yetu, ukimuondoa Mungu, mwingine mwenye madaraka na mamlaka makubwa ya maisha yako ni rais na mbunge na diwani unayemchagua. Hawa wana maisha yako ya 100%. Usijidanganye. Kuna wengine wanakuambia, unajua mimi na siasa. Lakini akienda dukani kwenye biashara yake, analia mazingira magumu ya biashara, anafikiri ni Mungu ndio amemsababishia yale matatizo. Mwingine anasema, unajua mimi sina siasa, lakini ofisini analalamikia kikokotoo, ofisini analalamikia hajapandishwa daraja, ofisini analalamikia hajalipwa mafao yake. Lakini anakuambia, mimi na siasa hapana. Mwingine anakuambia, mimi na siasa hapana, lakini anahangaika kuanzia asubuhi mpaka jioni, anatafuta shilingi 1,000 ya kupeleka nyumbani, anaikosa. Ndugu zangu, maisha yetu haya ni maisha yanayoangaliwa na sera za nchi. Sera za nchi, kama ambavyo kwenye familia baba anaweza akawa na kipato kikubwa, lakini akikosa umakini, kipato kitapotea, watoto watabaki na njaa, kitapotea. Akikosa umakini, Mwenyezi Mungu alivyojalia rasilimali nchi hii, alijua rasilimali hizi alizotugaia ndio zibadili maisha yetu. Yaani Mwenyezi Mungu alivyotuumba, akatuumbia Tanzania, akaweka rasilimali Tanzania. Mungu alijua maisha yetu tutayaendesha kwa rasilimali alizotujalia na sio kitu kingine. So wewe utajidanganya, lakini jiulize unachokifanya leo wewe
au tumeenda kukichukua mahala. Hapana, tumevikuta. Mungu ameshatuandalia mazingira hayo. Leo unauza ndizi, Mungu ametujalia kilimo, Mungu ametujalia ardhi nzuri ambayo tukilima tutapata ndizi, tutauza. Tutapata maembe, tutauza. Tutapata maparachichi, tutauza. Mungu ametujalia madini. Alijua madini haya ndiyo yabadili maisha yetu. Mungu ametujalia hali ya hewa nzuri. Huwa ninawauliza maeneo mengine, hivi ni nini ambacho wewe ungetamani nchi yako kiwe nayo, halafu unadhani nchi hii hakina? Ni nini? Ni nini? Nchi hii imejaliwa madini kila mahala. Kila maeneo nchi hii imejaliwa madini. Nenda kila mahala nchi hii, nenda kila mkoa kuna madini. Kuna madini. Kuanzia dhahabu ambayo Geita ni mashahidi, mkoa wenu wote huu chini ni dhahabu. Huu mkoa wote chini ni dhahabu. Almasi, majirani zenu Shinyanga hapo Mwadui, watu wanachimba tangu enzi za mkoloni mpaka leo. Tanzanite ambayo inapatikana Tanzania tu, dunia nzima itafute Tanzanite tuipate. Mungu ametujalia Tanzania. Mungu ametujalia mafuta, Mungu ametujalia gesi, Mungu ametujalia bahari, Mungu ametujalia mito, Mungu ametujalia maziwa, Mungu ametujalia mbuga za wanyama. Hivi vyote havijaletwa na CCM. Manake jamaa walivyo na fiksi, hawachelewi wakaja hapa kukwambia, unajua ile Serengeti ile imeletwa na CCM. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Hawachelewi kukwambia dhahabu hii imeletwa na CCM. CCM oye! Hivi havijaletwa na CCM wala havijaletwa na mtu yoyote. Tumevikuta kwenye nchi hii na Mungu aliviweka makusudi vitusaidie maisha yetu. Vitusaidie. Kwamba leo dhahabu ingetumika vizuri kwenye nchi hii, huu masikini ungetoka wapi? Yaani huu masikini, dhahabu ya nchi hii leo tungekuwa ni watu tunaojitambua kama nchi nyingine. Huu masikini unatoka wapi? Mwalimu Nyerere alikataa kuchimba dhahabu, na mimi kwenye jambo hilo Mwalimu Nyerere nilimuelewa. Yule mzee alikuwa na akili, ana maono. Alisema tukichimba dhahabu yetu sasa hivi, wakati uwezo wetu wa kuzisimamia ni mdogo, tutapigwa. Ziachani, haziozi hizo. Mwalimu Nyerere akajenga barabara kwa kuuza pamba. Mwalimu Nyerere akasomesha watoto wa nchi hii wakati huo kwa kuuza kahawa ya Kilimanjaro na Bukoba. Mwalimu Nyerere aliendesha nchi kwa kuuza korosho. Hajagusa dhahabu, hajagusa Tanzanite, aliziacha. Hajagusa mafuta, hajagusa gesi, aliacha. Alijikita kwenye kilimo tu. Kilimo tu. Ardhi, kilimo. Nchi ililima hii. Nchi hii ililima na matajiri wakapatikana kwenye kilimo. Uchumi wa nchi ukaendeshwa kwenye kilimo. Wazee wetu walikwenda shule nzuri zilizojengwa na Nyerere kwa kuuza kahawa na pamba. Mashuleni ilikuwa sio kama leo. Shuleni wazee wetu wanakuambia, mimi nimemaliza middle school, anakupigia Kiingereza wewe mwenye digrii 2 za CCM ya leo, ukipata hata robo. Middle school. Wala hana digrii. Kwa sababu Nyerere alitambua na alijua kwenye kilimo kuna ajira, kwenye kilimo tunaondokana na maskini. Ndio maana kila kwenye kilimo aliweka viwanda. Kwenye pamba Mwalimu Nyerere alitengeneza viwanda vya pamba, Matex, Mutex, Musoma. Kwenye kahawa Mwalimu Nyerere alijenga viwanda vya kusindika kahawa. Kwenye samaki alijenga viwanda vya samaki. Kilimo tu. Kilimo. Mwalimu Nyerere akaondoka na CCM yake yenye mapenzi na Watanzania.
akaja mzee Mwinyi na yeye ndo akainua Tanga Ndugu. Mpaka leo CCM haijielewi inachokifanya, haijielewi inakolipeleka hili taifa, haielewi. Naambieni CCM haielewi. Ngoma ishawashinda CCM, nchi imeshawashinda, wanabahatisha tu sasa kama Manchester United. Mara amebadilisha kocha huyu, mara kocha, wanabahatisha. Ngoma imesha ile, isubiri miaka 20 ijayo labda ndio irudi. Wanabahatisha. Ndio CCM ya leo. Ndugu zangu Wakatoro, tukiulizana hapa leo, nimetoka Nyankumu na mimi nawauliza hapa, hivi leo dhahabu ambayo Mwenyezi Mungu alotujalia ikiisha, tuna alama gani ya kuambia vizazi na vizazi vijavyo kwamba hapa Mungu alitujalia dhahabu ilichimbwa miaka 100? Tuna nini cha kuambia? Tuulizane tu, kwa sababu kupanga ni kuchagua. CCM inachagua nini kwenye kupanga? Nini? Kwamba leo dhahabu inachimbwa, kuna siku itaisha, miaka 100, miaka 200 ijayo, iko siku itaisha. Watoto wanaokuja, vizazi vinavyokuja, tutaviambia nini? Kwamba mji wa Geita ulitamalikiwa na dhahabu chini. Tunawaambia nini? Tuna alama gani? Kuna hospitali kubwa za kisasa yenye kila kitu, inayotoka watu Nairobi, Kenya, Uganda, wanaokuja kutibiwa, na tukiangalia tunasema pato la dhahabu, tumejenga hospitali hii bora ya kisasa. Tuna chuo kikuu kizuri kikubwa labda cha ufundi kinachofundisha watoto wetu teknolojia za madini na teknolojia nyinginezo ambazo leo tukikiangalia na watoto wetu watakuja kukiona kwamba hiki chuo kikuu kimejengwa kutokana na dhahabu. Kuna nini? Barabara bora? Kuna nini? Huduma bora za maji safi na usalama? Kuna nini? Ajira za vijana wa Geita? Kuna nini? Alama leo ya dhahabu yetu ya Geita, alama yake ni nini? Kwamba tukiangalia na vizazi vijavyo vikija vikiangalia vinasema alhamdulillah, hatukuikuta dhahabu lakini tumekuta matunda ya dhahabu. Tunasoma chuo hiki kwa sababu kilijengwa na fedha za dhahabu. Ni nini tulicho nacho? Hakuna. Kilomita huu mji kwenye nchi zinazojitambua, huu mji kwanza hakuna masikini anayeishi. Hayupo. Kila unayemgusa ni tajiri, kila unayemgusa ni mbabe wa uchumi. Leo tuangalie hali zetu. Katoro, angalia tulivyojazana kuendesha baisikeli na pikipiki. Angalieni tulivyojazana kwenye vibanda vya kahawa. Angalieni ndo mgahawa pale, chipsi, kuku, mayai. Angalia Moshi ule. Ndo mji wa dhahabu. Unajiuliza, hivi tumemkosea nini Mungu? Kwa nini alitujalia vitu vyote hivi akashindwa kutujalia mlazi, akatuletea dubwashika linaitwa Chama cha Mapinduzi? Tulimkosea nini? Na Watanzania hawajui dhahabu inamalizwa kwa sera za CCM. Watanzania hawajui pamba imeuawa na sera za CCM. Watanzania hawajui kahawa ya Bukoba inakufa kwa sera za hawajui. Hawaelewi. Wanashindwa kutengeneza mahusiano ya serikali na maisha yao. Hawajui maskini. Nikikwambia kijana mwenzangu, hapo mambo vipi, maisha magumu, au utasema ndo taabu Mungu tu yamenja. Sio Mungu. Mungu aliyekuumba ukaja Katoro kwenye dhahabu ndo Mungu huyo aliyemuumba Muhammad kwenye mafuta. Mbona Muhammad na Abduli kule Dubai matajiri? Kina Nasoro, kina Ahmedi wa Dubai, mbona matajiri? Mungu aliyewapa mafuta, mbona matajiri? Wewe aliyekupa dhahabu, mbona masikini? Ni serikali iliyoko madarakani. Niliwapa mfano wa baba akiwa na mali nyingi, ana mashamba, ana mabiashara, ana maduka,
Baba akikosa sera nzuri za kusimamia biashara zake, biashara mwisho wa siku zitakufa. Alafu mtabaki tu, baba alikuwa tajiri hapa, ati nini? Baba alikuwa na gari hapa, ati nini? Baba alikuwa na maduka hapa, ati nini? Baba alikuwa na maji. Yako wapi leo? Unatuambia baba alikuwa nao, yako wapi leo? Ndugu zangu, tusifanye mchezo na uchaguzi. Tusifanye mchezo na uchaguzi. Uchaguzi ndio kipindi cha kuweka misimamo mikali. Uchaguzi ndio fursa ya kuwachapa viboko wanaotutesa. Uchaguzi ndio mahala pa kutupima kwa sera na dhamira na maono. Uchaguzi sio jambo la kishabiki. Uchaguzi sio jambo la Simba na Yanga. Yanga atafungwa leo, utarudi nyumbani utalia, lakini Yanga haikuletei chakula hata ikishinda. Hata ikishinda haikuletei chakula. Utasononeka lakini haikuletei chakula. Hata ingeshinda, Simba itashinda, tutafurahi, haituletei mkate nyumbani, haituletei sukari nyumbani. Ni burudani tu. Ni burudani. Lakini mpambano wa CCM na Chauma sio burudani, ni mpambano wa mustakabali wa maisha yetu. Wa kuchagua njia gani tunataka twende. Miaka 5 tunataka tuwe wapi kama taifa? Tujiulize. Vijana wenzangu, tujiulize. Tunataka ni tujiulize. Leo wazazi wetu wametuachia nini? Angalia nyumbani, baba ana miaka 70, ana miaka 80, amekuachia nini? Jiulize. Baba anakuachia umasikini ambao hajasababishwa na Mungu. Ni umasikini wa sera za CCM. Na wewe usipokuwa makini utamwachia mjukuu wake umasikini, kwa sababu hutaki kuamua. Au unaamua moyoni lakini hutaki kupigania unachokiamua. Leo unajiuliza, Mheshimiwa diwani amesema, Mheshimiwa mbunge amesema kuna mtu ni DC anaacha anagombea ubunge. Jiulize kuna nini? Bariadi kule nimemkuta mtu ni mkurugenzi mkuu wa shirika la reli hili li SGR linalojengwa liko chini, kaacha kaenda kwenye ubunge. Kuna nini? Kama unatafuta kuwatumikia Watanzania heshima, si umeshapata nafasi ya tuletea hiyo heshima, wanaacha wanakuja kwenye ubunge. Jiulizeni kuna nini? Leo wanapigana vikumbo kutafuta ubunge. Kuna nini? Kwa sababu wameshajua ubunge sio kazi ya kupeleka maendeleo kwa watu. Watanzania hawana shida na maendeleo. Ubunge ni fursa za wao na familia zao kula bata. Hauna stress. Ubunge ungekuwa una stress za wananchi kudai maji, za wananchi kudai elimu bora, za wananchi kudai barabara, za wananchi kudai ajira, za wananchi, wasingekubali kuacha nafasi walizonazo kuja kwenye ubunge. Wanakuja kwa sababu wanajua ubunge ni kula bata, sio kwenda kuumiza kichwa kuleta maendeleo. Kwa sababu hata mtangulizi wake hajaleta, hata jirani yake hajaleta, na anakula bata, na Watanzania bado wanamshabikia. Vijana wenzangu, tukishindwa mwaka huu tusimtafute mchawi. Tukishindwa kujisimamia, vijana wenzangu, mwaka huu nimeamua kujitokeza, niko mbele. Msiponiunga mkono mkaniacha, poa. Tusije kutafuta mchawi. Nimewaambia nyangumu hapo, nimetoka nikamwambia hivi, jamani, hivi kweli kizazi cha sasa cha leo tunahitaji tuendelee kuongozwa na watu wenye fikra za kizamani? Kweli tuna tatizo la generational gap. Tunachowaza sisi sicho wanachowaza wao. Tunachokifikiri sisi sicho wanachokifikiri wao.
Tunachokiota sisi sicho wanachokiota wao. Hata nyumbani leo afadhali sisi na watoto wetu. Lakini jifikirie wewe na baba yako leo nyumbani. Unamwambia baba, unajua nataka kufungua WhatsApp. Shika dabi yako pumbavu. Nani unamtukana hapa? Baba, sio tusi, kwenye simu kuna kitu kinaitwa WhatsApp. Sasa ndio unamtegemea yule akufikirie wewe kukuletea WhatsApp au huduma sahihi ya WhatsApp. Haiwezekani. Tunagongana lugha. Kizazi cha sasa kiongozwe na rais anayetokana na kizazi cha sasa. Wazee wabaki kutuongoza na kutupa hekima na busara. Waangalie namna tunavyokwenda. Tuna shida ndugu zangu kwenye nchi yetu. Na shida hiyo lazima tuitatue. Na tunaitatuaje? Tarehe 29. Twendeni tukapige kura tarehe 29. Tuamue maisha yetu. Tuamue maisha yetu. Wako watu waliotuonyesha njia. Amepita hapa Alphonse Mawazo. Aliyetuonyesha njia namna gani ya kusimama na kupigania watu wake. Akakataa ugoigoi. Alphonse Mawazo leo mtoto wake ni yatima kwa sababu ya kukupigania wewe. Halafu wewe unaogopa, unataka kurudi nyuma. Alphonse Mawazo asingerudi, na yeye angerudi nyuma, mtoto wake asingekuwa yatima leo. Mke wake asingekuwa mjane leo. Aliyafanya hayo akijua lazima miongoni mwetu twende mbele, tupiganie haki kwenye nchi hii. Nilikuja miezi 2-3 iliyopita nikawaambia, na bado naamini hivyo, kuziogopa roho zetu, kuwaonea huruma watoto wetu, kuwaonea huruma wake zetu ni kumsaliti Alphonse Mawazo. Kama ni kufa, twendeni tukafe wote. Kwani roho ya Alphonse Mawazo haikuwa na thamani? Ilikuwa na thamani. Mtoto wa Alphonse Mawazo hakutamani kuwa na baba yake? Alitamani. Leo hanaye. Mama Alphonse Mawazo, baba Alphonse Mawazo hawakutaka kuwa na kijana wao? Walitamani. Lakini Alphonse Mawazo alichagua kupambana na kufia kwenye uwanja wa mapambano. Sisi leo tunaogopa kwamba roho zetu ndio zina thamani sana kuliko Alphonse Mawazo. Watoto wetu sisi wana thamani sana kuliko watoto wa Alphonse Mawazo. Wake zetu leo wana thamani sana kuliko mke wa Alphonse Mawazo. Tunahitaji na sisi kuwa mstari wa mbele. Tupiganie Katoro, tupiganie Usanda, tupiganie Chato, tupiganie Mbogwe, tupiganie nchi yetu. Twendeni vijana wenzangu tarehe 29. Twendeni. Na mimi ninawaambia mambo kadhaa ambayo niko tayari kwenda kuyasimamia. Mambo kadhaa. Moja, nikitambua rasilimali hizi Mwenyezi Mungu ametujalia ili zituletee neema. Rasilimali hizi Mungu ndizo alizotupa tuzitumie kubadili maisha yetu. Tuboreshe elimu yetu, tuboreshe afya zetu, tuboreshe vipato vyetu, tuboreshe huduma za maji, tuboreshe miundombinu, tuboreshe maisha ya kijana, maisha ya mwanamke, maisha ya mama. Tulinde heshima ya mzee wa nchi hii. Nikitambua hilo, na waahidi kwenda kuzilinda rasilimali za nchi hii kwa faida ya Watanzania. Narudia tena, na waahidi kwenda kuzilinda rasilimali za nchi hii kwa faida ya Watanzania. Leo kuna kautaratibu nchi hii, na wanajua, nimewaambia mji wenu wote huu ni dhahabu, wote ni dhahabu. Sasa wanakatabia, wanachokoza watu, wanakwenda wanapambana, wanaanzisha machimbo madogo madogo, wanaanzisha, wanakukuruka pale, wanaanza kupata shilingi 2,000, shilingi 3,000.
serikali utasikia sasa nyinyi hapo hamtakiwi kuendelea kukaa, ondokeni, tunaleta mwekezaji mkubwa, mwenye mtaji mkubwa, mwenye mitambo mikubwa. Uhuni. Hiyo haina tafsiri nyingine zaidi ya uhuni na roho mbaya. Hakuna tafsiri nyingine. Kwamba utawahamisha vijana wa Kitanzania mpaka lini? Yani wakikaa hapa umehamisha, wakikaa hapa umehamisha, lini? Watengenezea utaratibu. Mungu amewapa dhahabu yao, hiyo ndio iwaondoe kwenye umasikini. Acha kujali wawekezaji wakubwa. Hao wanakuja na mitambo yao, wanaanzisha migodi, hata nyanya haturuhusu kuwauzia. Wanasema nyanya zetu hazina ubora, wanaleta kutoka Afrika Kusini. Mayai wanakataa tusiwauzie, wanasema hayana ubora, wanayaleta kutoka Afrika Kusini. Maziwa wanasema hayana ubora, wanaleta kutoka Afrika Kusini. Sisi tunanufaika na nini? Hao wanalipa kodi serikali kuu. Ikisha kulipa inarudi vipi kwetu? Moja, ninawaambia maeneo yote leo ambayo yana wachimbaji wadogo wadogo nchi hii, ikiwemo kwenu Geita, najua mna Nyarugusu, mgodi wachimbaji wadogo wadogo mkubwa tu, wa Mgasa, Nyatwiga, nao mengi tu, ambao vijana mmeamua kukaa na kujiajiri kule kuyapigania maisha yenu, muachane na umaskini. Yako mengi. Kuna eneo moja linaitwa Mwambo, Mwambo. Nalijua niwe kufika siku moja Mwambo. La wachimbaji wadogo. Mnayo. Ninawaahidi Watanzania wenzangu na vijana wenzangu, eneo leo ambalo lina shughuli za uchimbaji mdogo mdogo kamwe halitokuja kubadilishwa liwe la uchimbaji mkubwa, litabakia la wachimbaji wadogo, na sisi tutengeneze mamilioni ya wetu. Wachimbaji wakubwa wakatafute maeneo yao mengine, wafanye utafiti, waanzishe huko. Nyarugusu hataondolewa kijana kuwekwa mchimbaji mkubwa. Nyatwiga hataondolewa kijana awekwe mchimbaji mkubwa. Hakuna. Maeneo ya wachimbaji wadogo itabakia kuwa fursa ya Watanzania kuondokana na umasikini. Hatohamishwa mtu. Hatohamishwa mtu. Na zaidi ya yote, tunahitaji kutengeneza vijana wa Kitanzania wenye umaskini, wenye utajiri. Tunahitaji kutengeneza vijana wa Kitanzania wenye utajiri. Watengenezewe sera. Lazima nchi hii iwe na sera maalum za kuzalisha matajiri. Sio matajiri wa ubabaishaji, matajiri wa uhakika, na uwezo huo tunao. Na namna pekee ya kuzalisha matajiri nchini kwetu ni rasilimali zetu kuwa na sera za kuzalisha matajiri. Na mimi ninaamini eneo mojawapo ni migodi. Tutakwenda kuyarasimisha maeneo yote ya wachimbaji wadogo wadogo, yawe ya kisheria, ujulikane eneo lako, ulimiliki kisheria, ili kama ni kukopa ukakope. Tumia kipande chako cha ardhi. Tumia kipande chako cha ardhi. Leo vijana wenzangu wanahangaika kwa maporini. Ukiwaona ni kama vile wanyama kwenye mbuga ya hifadhi ya wanyama. Hakuna anayewalinda, hakuna anayewasaidia, hakuna anayewajali. Wanahangaika, wanaibiwa, wanadhulumiwa. Lazima tulinde fursa za utajiri, tutengeneze mamilionea wa nchi hii. Una kimgodi chako, tutakumilikisha, kitakuwa cha kwako. Nenda benki kakope. Hii biashara ya kupeleka viloba 10 halafu unaambiwa kimoja ni cha anayekwenda kukuchakachulia, wizi. Peleka 10, lipa, pata mshiko wako, kula bata wewe na wazazi wako na mkeo na watoto. Tutajengeana uwezo huo. Na hiyo ndio namna ya kuleta utajiri kwenye nchi yetu.
nchi za wenzetu. Wapi umeona mgodi wa wachimbaji wadogo wadogo Ulaya ukakuta Waafrika ndio wanachimba? Wapi? Kwamba kuna mgodi mdogo mdogo halafu vijana wa Kiafrika ndio wamejaa wanachimba? Wapi? Wanachimba wenyewe, wanazalishiana utajiri wenyewe. Tunao uwezo huo. 2, nimesema mimi na chama changu sera tunayoiamini kwenye rasilimali ni pamoja na unamiliki ardhi. Hii ni ya kwako, wote tunajua ni yako, ni shamba lako, ni bustani yako, kuna nyumba yako, kuna miche yako. Hii ardhi wote tunajua ni ya kwako. Siku ikigundulika kwenye ardhi hiyo kuna madini, sera ya kwangu na ya chama changu na ya serikali na kwenda kuiongoza sio ya timua. Huwezi kutengeneza vijana mamilionea kwa utaratibu wa kuwatimua wa Tanzania kwenye ardhi zao zenye madini. Hauwezi kutengeneza matajiri. How can you make it? How? Kwamba kila likijulikana madini waondoe, kila kijulikana madini waondoe. Lini hao watu watakuwa matajiri? Sera yangu, yamekutwa madini, mshukuru Mungu. Kwenye ardhi yangu kuna madini, marufuku kufukuzwa. Mwekezaji anataka aje akubaliane na wewe, sio serikali akubaliane na wewe. Serikali iko tayari kukusaidia ushauri wa kitaalamu kama unataka, lakini una watu wako wa kushauriana nao, shauriana nao. Sema mimi sihami, nipe hisa hapa, lete teknolojia, lete mtaji, natoa ardhi, nipe hisa 5%, 10%, chimba faida, nipe 5% yangu, tuone kama tutakuwa na matajiri hapa. Lakini unawaondoa. Ukiwaondoa unasema wanalipa kodi serikalini. Hizo kodi hatuzioni zikishuka, zinakutana na wajanja wachache wanazila. Hapana. Wajengea uwezo watu wako, waache wamiliki, waache wawe sehemu ya wamiliki. Ndio dunia inavyokwenda. Usiondoe watu wako, wawezeshe wawe sehemu ya umiliki. Na ndugu zangu, watu hao ukiwasaidia hivyo wakawa sehemu ya umiliki, mtu akapata milioni 200, milioni 300 kila mwaka kama mgao wa faida yake, hao watu watajenga loji Geita, watajenga hoteli Geita, watajenga petrol station Geita. Loji itaajiri vijana wa Geita, hoteli itaajiri vijana wa Geita, petrol station itaajiri vijana wa Geita. Ndio kitu kinachoitwa poverty cycle unavyoweza kuimanage. Sasa leo unaondoa tu, unaleta mwekezaji mmoja, analeta watu wake hapo, anasomba, anapandisha ndege, anapeleka Ulaya. Si tunabaki hapa, umasikini ndo tabu. Hakuna ndo tabu serikali ya Mwalimu, hakuna.